Mratibu wa chama cha CNPSS wilayani Fizi ametoa hotuba mbele ya wakazi wa Mboko akihamasisha vijana kujiunga na jeshi la chama hicho kinachoongozwa na William Amuri Yakutumba kwa lengo la kuimarisha ngome yao na kukabiliana na adui katika maeneo mbalimbali. Kwa mujibu wa mratibu huyo, vijana watakaojiunga na jeshi la wazalendo watapelekwa mafunzoni kwa muda wa miezi miwili kabla ya kukabidhiwa rasmi vifaa na kuanza majukumu yao. Alieleza kuwa maandalizi hayo ni sehemu ya kuimarisha uwezo na nidhamu ya wanachama wapya. Aidha, alitoa onyo kali kwa wale wanaodaiwa kuwa na nia ya kujiunga na waasi wa M23, akisisitiza kuwa hatua hiyo haikubaliki kwa mujibu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na kwamba yeyote atakayebainika atachukuliwa hatua kali na vyombo vya usalama. Kwa upande mwingine, mkuu wa shirika la kiraia mjini Mboko amewataka wakazi wa sekta Tanganyika kutoka kimya wanapoona vizuizi barabarani vinavyowekwa kinyume cha sheria. Amesema vitendo hivi vinakiuka haki za binadamu na vinapaswa kuripotiwa mara moja ili hatua zichukuliwe. Wito huo umetolewa kufuatia tukio la hivi karibuni katika kijiji cha Mboko ambapo kamba iliwekwa barabarani bila idhini ya kisheria. Hali hiyo imezua maswali miongoni mwa wakazi kuhusu madhumuni yake. Viongozi hao wamehimiza uwazi na ushirikiano kati ya raia na mamlaka ili kudumisha usalama na kuheshimu haki za wananchi. Huko Goma, mratibu wa kisiasa wa AFC M23 Corneille Nangaa ametangaza kile alichokiita kuwa ni mwisho wa vita katika mji huo, akisema kuwa harakati hiyo sasa itaelekeza nguvu zake katika maendeleo na ujenzi mpya wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Akizungumza kwa lugha ya Kiswahili, Nangaa amesema kuwa kutokana na juhudi za viongozi wa AFC M23, hali ya usalama imeimarika na wananchi wanaweza kulala kwa amani. Ameeleza kuwa sasa wanaingia katika awamu mpya ya ujenzi na maendeleo, akibainisha kuwa wameanza kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya mji wa Goma ili kuhakikisha utekelezaji wake. Aidha, amewataka wakazi wa Goma na Kivu Kaskazini kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika juhudi za maendeleo, akisisitiza kuwa ujenzi wa mkoa huo na taifa kwa ujumla unapaswa kufanywa na wananchi wenyewe. Hata hivyo, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na mamlaka husika pamoja na wadau wa kimataifa. Vita imeisha. Na nguvu ya autorité militaire, sécuritaire na ya province, saa hizi muko mnasinzia, usalama inarudia. Kwa hiyo tunawapatia felicitation. Na ya mwisho ni kuambia vita imeisha, lakini tunaanza development, tunaanza kujenga, na ndio maana unaona tuko hapa tuone hiyo mashantie zote, na iprofite hiyo kupana felicitation kwa secretariat permanent wetu wa chama, mais surtout kwa guvernora wetu wa Nord Kivu, na kazi ndiye niko wanafanya sahihi. Tunawaomba kila mtu atie mkono. Nyiragongo itajengwa na nani? Nyiragongo itajengwa na nani?